Majina naitwa Pili Daniel Mwita. Nimetokea katika kijiji cha Machochwe. Nimekimbia ukeketaji mwaka 2018. Aliyekuwa anataka kunikeketa ni baba. Baba alikuwa hataki aniambie kwamba ananikeketa. Alikuwa anawaambia tu watu wa nje siku fulani nitamkeketa mtoto wangu usiku. Ndipo hizo taarifa zikafika kwa baba mdogo wangu. Baba mdogo wangu akachukua akawapigia baba mdogo wangu ambaye yuko hapa Mgumu, akamwambia pia anataka kukeketwa usiku. Ndipo baba mdogo, kama mdogo yuko hapa, akampatia nauli akaniletea. Aliponiletea ilikuwa siku ya Jumapili. Nilioga nikajiandaa naenda kanisani. Nilipoenda kanisani nilikuwa na mdogo wangu. Kafika pale kanisani tukasali tukamaliza. Nikafika mida kama saa 9 hivi. Nikamwambia mdogo wangu tangulia na kuja namsaidia hapa mchungaji kazi. Alipotangulia nikasubiria pale gari zikapita. Ndipo nikaja. Nilipofika hapa nikafikia kwa baba mdogo. Baba mdogo ilipofika mida kama saa 2 hivi, simu zikapigwa, Pili ametoroka kutoka nyumbani, hatujui alipo, labda ameenda nyumba salama. Ndipo niko kwa baba mdogo. Baba akasema usiku anakuja kunifuatilia hapa Mgumu. Ndipo mama mdogo akanichukua, ilikuwa imefika kama mida ya saa 4, akanileta hapa. Aliponileta hapa walikuwa wameshalala. Kwa akaongea na mlinzi akamuita Matoni ambaye alikuwa hapa, akanichukua tukakaa hapa. Kesho yake ikawa kelele nyumbani. Baba akamfukuza mama, alikuwa amejifungua ndiye amemaliza miezi 3, akamfukuza akalala nje kwenye mtama. Akamwambia mtoto wangu ndio utamleta, ndio kaa hapa nyumbani. Mama alikuja, ilikuwa siku ya Jumatatu. Mama akaja analia. Alipokuja hapa ndipo akamwambia wakaniulizia. Baba hadi alitaka ajue watu ambao amenileta hapa, hadi akawa anataka ajue gari gani nimekaa ili akafanye huko ugomvi. Ndipo akaja hapa nikamficha. Alimwambia mama hivi wewe ndio elezee jinsi gani hadi amefika pale. Ndipo nikaja wakaniambia kwamba nisiseme. Ndipo nikanyamaza, sikusema kitu chochote. Nilisema nimetembea na mguu hadi nimefika hapo mwenyewe. Ndipo mama yangu alirudi kwenda nyumbani. Baada ya hapo baba yangu akaanza ugomvi, akawa mgombeza mama nyumbani. Akatoka hapa akaanza kuwaunganisha ndugu zangu na mjomba zangu, baba mdogo zangu wote. Akawa anasema kwamba atawakata miguu. Baada ya hapo ndipo baba mwenyewe akaja kuja hapa, akawa ananigombeza, ananitukana. Akaniambia hanijui sasa hivi kwenye familia yake, kama ni mtoto wake hanitambui. Nimemdhalilisha kwenye rika zake, haonekani. Rika zake wanamuona kama mjinga. Mimi ndio mtoto wa kwanza, afu nimekataa kukeketwa. Baba akasema kwa majina anaitwa Robina Mara. Nimetokea kijiji cha Ngarawani. Nimekuja hapa 2016. Mimi mama yangu alifariki. Baada ya kufariki baba kila mtoto alinipeleka anapojua. Mimi alinipeleka kwa mwalimu kufanya kazi. Kwa mwalimu alikuwa ni mwalimu, alikuwa anaishi hapo shuleni. Kwa anaambia mwalimu anipeleke shule, anakataa. Mimi baba baadaye alikuja kusema anataka kunikeketa. Tulikuwa mimi na baba yangu. Nilikuwa naishi hapo, na mwambia mwalimu anipeleke shule, anakataa. Siku moja nyumba salama alikuja kuelimisha. Alipokuja kuelimisha aliondoka na wasichana baadhi wa pale shuleni waliokuwa wanataka kukeketwa. Alipokuja nao na mimi ilikuwa siku hiyo, ilikuwa kesho yake wafunge shule. Niliamka asubuhi nikatoroka. Nilikuwa nakanga. Nilipotoroka naye nikuja hapa nikapokelewa na nyumba salama. Baada ya kupokelewa nilikuwa naumwa. Nilipokuja hapa nilipopokelewa, wale watoto walipotaka kuondoka
walinibia kile kitenge wakamrudishia mwalimu mkuu wamwambie mimi nimekuja hapa. Na nimekuja hapa mpaka sasa hivi nimekuja hapa sijui kusoma wala sijaenda shule. Nimepelekwa shule. Nimeanza hapa kujifunza kusoma nikapelekwa shule. Nilipelekwa shule hadi nilivyokosa nikarudi hapa 2017 mwezi wa 9 nikaingia MEMKWA. Nilipoingia MEMKWA nikafanya mtihani nikafaulu nikampeleka darasa la 4. Nikafanya mtihani mwezi wa 3 nikawa mtu wa 39. Nikafanya mtihani wa mwezi wa 6 nikawa mtu wa 19. Mwezi wa 12 nimefaulia juu. Ndio mwalimu akasema kuwa nimejiweza, ndio akathibitisha kwenda darasa la 7. Na shukuru Nyumba Salama wa kunipokea vizuri na kunihifadhi mpaka sasa niko hapa. Na shukuru pia maombi na shukuru sana kinachoelimisha jamii ukeketaji. Mtihani ule wa mwisho wakasema sasa amekuwa bibi aje kunifuata. Wakawa ameniambia nijiandae. Kaenda wakanunua kila kitu. Wanapanga na tarehe ambayo bibi atakuja kunichukua akanikekete huko kwake. Nilipomaliza hapo nikasikia tetesi na najiandaa, nikakubali nikasema najiandaa. Lakini nilikuwa na la kwangu kichwani kwa sababu tulipokuwa bado tuko form 1, Amref alikuja shuleni kwetu kuelimisha kuhusiana na masuala ya athari za ukeketaji. Nilikuwa nayajua, mimi nikawa nakubali, lakini na watungia la kwangu kichwani. Ikafika siku ya Jumamosi ambayo Jumapili yake ndio bibi atakuja. Mimi nikatoroka nikaenda shule ya msingi ambapo kulikuwa na mwalimu anayesimamia hayo masuala ya ukeketaji. Akawapigia kituoni simu dawati la jinsia wakanifuata. Waliponifuata wakanileta Nyumba Salama. Nilikuwa nimemaliza mtihani wangu. Nikuja hapa nikapokelewa vizuri. Nikasubiria matokeo yakaja nilifaulu. Wakanipeleka shule nikaendelea Mseko form 3. Sasa hivi nimemaliza na nimshukuru Mungu amenijalia nimefaulu. Namshukuru sana Mungu na washukuru pia Nyumba Salama kwa maana wamenitendea mengi ambayo sitawahi kuyasahau. Wamenisaidia ni ambapo ningekeketwa sijui kama ningekufa au ningebaki hai. Lakini sasa hivi nasubiria pia namwomba Mungu hata nipate mfadhili Nyumba Salama waweze kunipeleka chuo. Na washukuru pia hata na mashirika ambayo yanahusiana na kitengo cha kutetea haki za binadamu kama Amref, dawati la jinsia. Pia nakishukuru hata kikundi cha Art Groups cha NUN ambao wanasimamia kuelimisha katika vijiji kuhusiana na hili swala unyanyasaji wa kijinsia pamoja na ukeketaji. Pia naombea kwa Mungu azidi kuwapa moyo huo wapate kuendelea kuelimisha jamii. Pia nashauri hata jamii pia waelimike, maana hii ni mila potofu ambayo haina maana wala haileti faida yoyote ile, bali inaleta madhara katika jamii. Naombeni sana baba zangu, babu zangu na ndugu zangu wote muelimikane, muachane na swala hili, maana hii ni mila mbaya sana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Esther Maganta. Nimetokea katika kijiji cha Machoche. Ni msichana niliyekimbia ukeketaji. Kumbuka siku hiyo tuliamka asubuhi tukaenda shambani. Baba alikuwa hajasema kitu chochote, walipanga mpango na mama mdogo. Siku hiyo tutoka shambani nikaenda kwa mama mdogo. Nilipoenda akaniambia hivi usiku kuna ugeni. Nikamuuliza ugeni wa nini, akasema kaka anafanya anaoa. Afu wamama walikuwa wamekuja. Nikaondoka nikaenda nyumbani. Usha akaenda na yeye akamwambia hivyo hivyo. Lakini yeye alimwambia
siku tunaenda kukeketa, tulikuwa wawili. Kisha alikuja akaniambia, akaniambia nimbebee mtoto. Nikambebea mtoto, akamkorogea uji. Nikaenda nikamwambia wifi naenda senta kununua mboga. Mama alikuwa ameenda senta, nikamdanganya naenda mama alikuwa ameniambia nikafuate mboga. Kaniambia niende. Nikachukua nguo nikaweka kwenye begi. Nikaondoka. Nikaenda shuleni kwa madam. Nikafika huko akaniambia nikae nimsubirie. Nikamwelezea, akamuita mtendaji wa kijiji. Kaja nikamwelezea na yeye akampigia mtendaji wa kata. Akaja na yeye nikamwelezea. Kumaliza ndo akaniambia nikae hapo awapigie simu. Ndo akampigia mratibu akanifuata asubuhi. Ndo tukaja hapa, nikafika huku. Nikaja nikakaa, wakanipeleka shule 2019 form 1. Nikaendelea na masomo. Nawashukuru sana. Nilikuja hapo wakanipeleka shule. Kwa sasa naendelea na masomo. Pia nawashukuru mashirika ya Nyumba Salama na shirika la AMDF na mashirika mengine. Majina yangu naitwa Asnat Leonard. Ni mwanafunzi wa maendeleo ya jamii chuo cha Bwemba. Nipo hapa Nyumba Salama kwa ajili ya field practical. Tangu nimefika hapa nimejifunza vitu vingi kutoka kwa watoto. Na wenyewe wamejifunza vitu vingi pia. Pia vitu nilivyojifunza hapa Safe House ni kwamba tangu nimeanza kukaa nao, nikikaa na mmoja nikamhoji, kwa kweli wanapitia changamoto nyingi. Asilimia kubwa hapa wameondoka kwao kwa sababu ya tatizo la ukeketaji. Okay, kwa majina naitwa Grace Maricha. Ni mwanachuo kutoka chuo cha maendeleo ya jamii Bwemba. Nipo nasomea uafisa maendeleo ngazi ya diploma. Nipo hapa Nyumba Salama kwa ajili ya kufanya research yangu. Nafanya utafiti kuhusu ni sababu zipi zinazowafanya jamii ya wanamara kufanya ukeketaji. Si mara yangu ya kwanza kuhudhuria kufanya utafiti kuhusu hichi kitu. Jamani, nahisi mmejionea wenyewe jinsi ilivyotokea kwa watoto. Hii hali inatisha. Hii hali inatisha. Hebu jiangalie, hebu jionee mwenyewe. Mtoto kama huyu ana haki ya kusoma, ana ndoto yake. Mzazi kama mzazi anamkatili mtoto kwamba asisome akamkekete. Ina maana kwamba anamtafutia nini? Anamtafutia malengo gani huyu mtoto? Kwamba akamwharibu, hakamfanyeje? Jamani, ndugu wa Tanzania, watazamaji, jioneeni. Huu ndio mkoa wa Mara ambao unaendelea na ukatili wa kijinsia kwa watoto wa kike. Sasa hivi hii hali inaendelea. Bado sasa hivi wameanzisha sistimu ya kutahiri watoto wadogo wenye miaka 3, 4. Na sasa hivi wanaenda hadi mashuleni ili kuwakamata wale watoto, kuwazuia ili wasiendelee na shule wakawakekete. Tunaomba jamani, tunaomba mashirika mbalimbali kama hivi AMDF na hii Nyumba Salama imesaidia sana kwa ajili ya kusaidia watoto. Kwa tunaomba jamani, ndugu watazamaji, Watanzania wote tusaidie hii familia inayoathirika na ukatili huu wa kijinsia. Ona kama mama yake jinsi alivyopigwa kwa ajili ya binti yake. Huu ni ukatili. Hii ni hatari. Tujitahidi jamani. Tujitahidi kusaidia watoto wetu ili wasiharibike na ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto wa kike. Asanteni sana. Majina anaitwa Amani Abdalla Jorwa, ni mkazi wa Serengeti. Pia ni msanii kutoka kikundi cha Nuru Arts Group, nikishirikiana na mwenzangu katibu msaidizi hapa. Majina anaitwa Dani Chacha Mara, ni katibu wa Nuru Arts Group. Kama mwenzangu hapa atazungumza
Nachopenda kuzungumza kwa siku ya leo, kwanza kabisa tumewatembelea watoto hao wa nyumba salama ambao wamekuwa ni chachu au tukiwaona wakinyanyasika kuhusiana na wazazi wao wanavyowanyanyapaa, wanaofanyia ukatili wa kijinsia zidi yao na wazazi wao wa kike. Maana mara nyingi tumekuwa wazazi wa kiume tukilazimisha watoto wetu wapeketwe kwa ajili ya kuwaozesha ili tuweze kupata mali. Lakini kitendo hichi ni kitendo kibaya, ni kitendo cha ukatili na hakifai katika jamii. Na hizi mila ni mila potofu, ni mila tu ambazo watu wanazingania lakini hazina faida yoyote. Lakini nakushauri ndugu yangu, hebu msomeshe mtoto wa kike, atakuwa faida kesho. Unapomsomesha mtoto wa kike umejitunzia wewe. Elimu ndio uti wa mgongo. Elimu ndio kila kitu kwa sasa hivi. Dunia tulionayo sasa hivi ni dunia ya elimu. Bila elimu hakuna ambacho kinaenda. Hebu jiulize, kama leo hivi, leo baba ukusoma, mama ukusoma na mwanao pia asisome, kwa nini? Utakuwa ni ujinga ndani ya nyumba. Kama wewe kusoma, basi msomeshe mwanao ili aweze kukusaidia yaliyoko mbele na uyaone mazuri. Mimi nimependezewa. Tena pia nakumbuka na Amref akiwa meneja wa mradi ambao ni Godfrey Matumu, ni mtu ambaye amesaidia wilaya ya Serengeti sana. 75% tumekuwa tukitembea kaya na vijiji kwa ajili ya kuelimisha kuhusiana na madhara ya ukeketaji na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto wa kike. Godfrey Matumu akipiga kampani kama meneja mradi wa Amref, akitupa maelekezo na tukifanya hayo kwa ajili ya kutokomeza ukeketaji ndani ya wilaya hii ya Serengeti. Ndugu zangu, haya nawaambieni ndio yanayoendelea Serengeti, lakini tunamshukuru Mungu kuwaleta hawa wenye mashirika mbalimbali kama Amref, nyumba salama, tunashirikiana nao vema kwa ajili ya kutokomeza ukeketaji wilaya ya Serengeti. Toka mwaka nadhani ulikuwa ni mwaka 2005 ndio tumeanza kikundi chetu rasmi kukataa hivi vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia. Tumejitahidi kwa njia mbalimbali. Tulianza na usafiri wetu, tulianza hivyo tunaenda kijiji hadi kijiji, lakini mwisho wake Amref kama Amref wakatuchukua kama wasanii na kuanza kusambaza elimu kwenye vijiji. Mpaka sasa hivi nashukuru Mungu, maana mkoa wetu Mara au wilaya yetu Serengeti ilikuwa na asilimia zaidi ya 75, lakini sasa hivi imeshuka, iko ni 32. Kwa ni kitendo ambacho ni kizuri, nashukuru Mungu. Sisi ni wakereketo, tunahitaji elimu hiyo ukeketaji isambae kwa kila mmoja. Waache kabisa, tuwe na 0%, sio kama zamani ukiwa ukitaja mikoa 5 asilimia kubwa unatukuta Mara tu. Sasa hivi ukitaja mikoa 5 unatukuta tunashikilia nafasi ya 4. Hiyo tumeanza kushuka, tunahitaji tuzidi kushuka mpaka tusiwemo. Pia nashukuru kwa kila ambaye ametusaidia, na tunajitahidi kuigiza na filamu pamoja na vitu mbalimbali kama comedy serious, lakini ambazo zinaelimisha juu ya ukeketaji na ukatili wa kijinsia. Na kama unataka kutufuatilia pia ujue na movie zetu zilipo, ukiingia ndani ya YouTube ukaandika Nuru Arts Group utaweza kutupata kwa uharaka zaidi. Pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hapo utakuwa umetupata, na washukuru kwa waliotuangalia na kupoteza muda wenu kwa ajili ya kutuangalia. Asanteni.